Baada ya maneno haya nianze mazungumzo yangu kwa kuitaja aya iliyoko ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala akisema fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu. Al-aya, msifuate matamanio ya nafsi mkaacha kufanya uadilifu. Msifuate matamanio ya nafsi zenu mkaacha kufanya uadilifu. Al-Allama As-Saidi rahmatullahi ta'ala alayhi katika tafsiri yake inda hadhihi al-aya ana maneno yake mazuri sana. Maneno haya yatakuwa ndio ufunguzi wa majalisi zangu hizi ambazo namuomba Allah Ta'ala tawfik na sadad na ikhlas ndani yake. Yatakuwa ndio ufunguzi wa majalisi zangu ambayo nimeita sauti zenye mashambulizi dhidi ya ujinga na ubishi ambao unataka kugeuza hoja za msingi na kuzipindua hoja za msingi tulizozitaja katika maudhui hii. Anasema rahmatullahi ta'ala alayhi fala tattabi'u shahawati anfusikum almu'aridati lilhaq, msifuate matamanio ya nafsi zenu yanayopingana na haki. Nafsi zinapenda baadhi ya vitu, nafsi inatamani baadhi ya vitu. Hasa kwenye majalisi zetu tumeashiria baadhi ya vitendo, hatukuwataja kwa majina wale ambao walifanya vitendo hivyo wakajipiga mapicha kwenye hafla, lakini hawa waliozungumza ndio ambao walilifanya hilo. Sasa nasaha kwa Waislamu na kile ambacho nitakijenga hapa ni kwamba kuna madhara makubwa yanapatikana na uzaliwa na kitendo cha kufuata hawa za nafsi, matamanio, kuvifuata vile ambavyo vitu nafsi inavipenda. Kwa hiyo anasema Saidi fala tattabi'u shahawati anfusikum, msifuate matamanio ya nafsi zenu yanayopingana na haki. Fa innakum inittaba'tumuhu, hakika nyinyi mkifuata matamanio adaltum anis-sawab, mtaiacha haki na usawa, mtauacha usawa. Angalia ya maneno haya, kufuata matamanio ya nafsi ni sababu ya kuacha usawa, ni sababu ya kuiacha haki. Kisha akasema walam tuwaffaqu lil'adl, kufuata matamanio ya nafsi hautoafikishwa na kufanya uadilifu. Utawadhulumu watu, utasema soloka ana uhajawira, ana watusi na kuwakebehi na kuwakejeli maulama na dharau kwa maulama kwa sababu ya hawa za nafsi zako tu, ukasema hivyo. Ana wakosea heshima maulama, wengine wasema yaqid alayhi alwala walbara, nasema soloka nataka kusimamisha wala na baraka katika masala haya. Sitawazingatia ndugu zetu salafia, tumetoa nasaha na bali sisi tuko na nyinyi, tunaswali katika msikiti yenu, tukija mjini tunafika hapo, ndio kala na ndio vituo vya kisunna vya kisalafi. Lakini sasa hawa za nafsi ni mbaya sana, zina athari mbaya katika kuto kuikubali haki, lakini pia kufanya uadilifu, kinyume chake kufanyikana dhulma. Kisha akasema Saidi fa innal hawa imma ayyumi basirata sahibihi, kwa sababu matamanio ya nafsi imma yampe upofu wa kuona yule ambaye ana matamanio ya nafsi, hata yara alhaqa batilan wal batil haqqan, mpaka aone haki ni batil na batil ni haki. Katika athari mbaya za kufuata matamanio ya nafsi ni kwamba inaweza kufika mahala uone wako ukapofoka, ukawa unaona
haki ni batil, batil ni haki, na ukatetea. Wa imma ayarifa alhaq wa yatrukahu li ajli hawa, au ifike mahala mtu ameijua haki na akaiacha kwa ajili ya hawa za nafsi. Ameijua haki kwa miaka mingi, lakini kwa ajili ya hawa za nafsi na kutokuwa na uadilifu na insafu akapinduka sasa akainusuru batil ambayo alikuwa anajua ni batil kimya. Faman salima min hawa nafsihi wufika wa hudiya ila siratal mustaqim. Sasa yule ambaye atasalimika na hawa za nafsi yake atawafikishwa na ataongozwa kwenye njia iliyonyooka. Kwa hivyo kufuata hawa za nafsi humtoa mtu katika usawa, humuingiza mtu katika batil. Kufuata hawa za nafsi kunamtia upofu mtu mpaka akaiona haki ni batil na batil akaiona haki, na imma aweza akaijua haki kabisa ni hii, lakini kwa sababu ya hawa za nafsi akakusudia kuipindua ile haki, badala yake akainusuru batil ambayo anajua ni batil na anajua madhara yake. Hiyo yote ni kwa ajili ya hawa za nafsi. Na hapo tujue kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio akatahadharisha na kujikalifisha kuzungumza maneno ili kuibadilisha na kuigeuza haki ikawa batil au kinyume chake. Yeye ndiye ambaye amesema inna min albayani la sihra, sababu katika madhara ya ittiba' alhawa, katika madhara ya kufuata matamanio, itafika mahala utajikalifisha kuipindua haki kuwa batil. Haki unayojua utalazimisha na kujikalifisha kuchukua kaida hii, maneno haya, lengo ni uhalalishe kile ambacho unakifanya na unakipenda wewe, kama madhara ya ittiba' alhawa. Lakini hapo Mtume sallallahu ametahadharisha na kujikalifisha ambako kwenye mazungumzo panapelekea kuigeuza haki kuwa batil au kinyume chake. Akasema inna min albayani la sihra, hakika baadhi ya ufasaha ni uchawi. Haya ameyasema kama alisema Ibn Rajab katika bayani fadhil ilmi salaf, kwamba haya maneno yametoka katika sigha ya adham, ya kukebehi na kusema vibaya. Baadhi ya ufasaha ambao unageuza haki kuwa batil au batil kuwa haki, ufasaha huo umeshabihishwa na uchawi, kwa sababu una athari mbaya sana kwa umma. Lakini katika hadithi aliyotaja Muslim, hadithi al-Mughira na hadithi Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema siku moja kuiambia familia moja hivi, asaj'un kasaji al-arab au al-kuhan, hivi mnajikalifisha kuipindua haki na maneno ya haki ya mtume wa Allah kama wanajikalifisha Waarabu, mabedui au makuhan wapiga ramli. Kisa cha hadithi ni kwamba mwanamke mmoja alipiga mwanamke mwingine, ikapelekea kitendo kile kufa mtoto ambaye alikuwa tumboni. Akahukumu Mtume sallama kwa ile familia ya yule aliyefanya ile dhambi watoe fidia ya hurra, ya mtumwa au kijakazi. Familia yule mwanamke ikasema hivi, tutoe fidia kwa ajili ya kiumbe ambacho hakijaanza kula, hakijaanza kunywa, wala hakijatoka kimetoa sauti, tutoe fidia kwa ajili ya kitu hiki. Wa mithlu dhalika yutal, anasema mfano wa kitendo hiki au jambo hili takana lipuuzwe. Ndo akayesema maneno haya kwamba mnajikalifisha na kujilazimisha kutaka kupindua uhalisia na ukweli na haki, maneno ya Mtume sallama, kama wanajikalifisha mabedui au makuhani. Na hivyo ukitizama sauti za huyu kijana
Allah muwafikishe na sisi pia. Aitwa Sheikh Khattabi Hamid, wanamuita Sheikh Khattabi Hamid. Ukitizama sauti zake na majalisi zake, ametumia nguvu nyingi kubwa na maneno ya hapa na pale na baadhi ya kawaid kwa lengo la kupindua zile nasaha zetu na kuzipa sura na kuzidisha sura ya uadui na dhulma kwa maulama au sura ya kukosa elimu na maarifa ndani yake. Ukitizama sauti zake utazigundua hivyo. Zile kauli ambazo tulizitoa na mashiko na hoja na zile bayanati na nasaha za ulama zikapinduliwa kudhihirishwa kwamba sisi tuna mafumu mbovu, maarifa mbovu, tuna utovu wa nidhamu na adabu kama ulama na mfano wake. Lakini sasa maneno yanayotumika ni kujikalifisha kuleta kawaidi hizi, maneno haya, kaida hii, kujikalifisha. Almuhimu ni kwamba afike mahala ahalalishe kitendo chake kile ambacho yeye anaona ametumiwa nacho. Sasa wewe katika wafanyaji wa vitu hivyo, laitahu sakat. Sasa miongoni mwa maneno ambayo yanaashiria kwamba amejikalifisha kutaka kupindua nasaha zetu na kuzipa sura tofauti nasaha zetu ni haya maneno ambayo ameyazungumza. Taanza kwa nukuu baadhi ya maneno. Amesema katika sauti yake ya kwanza, mtaona katika maneno yake ndio vitisho na mitego na uchochezi hasa dhidi ya ulama. Asema hivi, sisi tunasema masala haya ni ijtihadia khilafia. Haya ndio maneno ya ulama. Yaani lugha yake iko hivyo. Lugha yake iko hivyo. Sisi tusema masala haya ni ijtihadia khilafia. Haya ndio maneno ya ulama, na wala haifai kuona wamekosea, haifai kuona maulama wamekosea. Uangalie maneno haya, wala haifai kuona maulama wamekosea. Yani manake kana kwamba sisi tunaona maulama wamekosea, lakini pia akitupa maneno ya vitisho hapa kwa maneno ya Ibn Uthaymeen na Luhaidan, kisha akataja maneno ya al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi akisema masala ya taswir ni masala ya ijtihadia, masala ya ijtihadia. Kwa maana tunataka tunyamaziane, hakuna haja kunasiana hata kwa daraja fulani hivi. Kisha akasema na ya kwamba maneno yake, maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, maneno yake hayatenguliwi na maneno ya yoyote baada yake, kwa sababu yeye ni mujtahid. Maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen hayatenguliwi na yoyote atakayekuja baada yake, kwa sababu yeye ni mujtahid. Kwa hivyo haya ndio maneno. Tazama maneno yake haya ya juu na haya ya chini, ndio utabainikiwa sasa kulivyokuwa na vitisho na lugha za uchochezi hasa dhidi ya ulama. Yani kuna uchochezi fulani unaletwa ili sisi tuzungumze vitu ambavyo hatunavyo, hatujavizungumza dhidi ya ulama. Si mnaelewa jamaa? Kwa hiyo kuna maneno ya uchochezi yanatafutwa ambayo sisi hatunayo maneno haya na mawakifu hizo, na hatujazungumza maneno haya, sababu sisi tumebainisha kama Sheikh Ibn Uthaymeen fatwa yake hii au ziko fatawa zake za awali ndizo ambazo baadhi ya watu walishikamana nazo, lakini maukifu yake ni hii ya kuharamisha taswiri na aina zake zote ila taswiri ya dharura. Tulieleza hivi, lakini kuna geuzo kwamba ni kama vile sisi ndio ambao tumeyapindua maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Kwa hiyo tazama haya maneno, haifai kuona wamekosea, lakini pia
maneno ya kwamba ya mujtahid hayatembuliwi na maneno ya yoyote yule baada yake, hivi kwa uhuru kwa uhuru hivi, hata kama masala labda itakuwa yana dalili, yana hoja ndani yake, haifai maneno ya mujtahid yakatembuliwa na ambaye atakuja baada yake, kwa sababu yeye ni mujtahid. Lakini hapa nataja Sheikh Uthaymeen, una lugha ya mtego na uchochezi hapa, na tulivyozungumza sisi ni tofauti kabisa, na ndio hapa tunanasihi watu warudi katika sauti zetu. Lakini kumsikiliza na lugha zake zile za dharau na mitego na uchochezi, unaweza ukaamini hivyo. Kwa hiyo hivi kwa uhuru kwamba maneno ya mujtahid hayatambuliwi. Kuna maneno ya Ibn Qayyim katika al-Ilam, ametaja fasili ya uharamu wa kutoa fatwa na hukumu katika dini ya Allah Ta'ala bima yukhalifu nusus, uharamu wa kutoa fatawa na hukumu katika dini ya Allah Ta'ala kwa vitu ambavyo vinakhalifu nas, wa suqut al-ijtihad wa taqlid, na kuanguka ijtihadi na taqlid inda dhuhuri an-nas, pale inapodhihiri nas, wa dhikru al-ijma' au dhikru ijma' al-ulama ala dhalik, na kutaja makubaliano ya ulama juu ya hilo. Alafu akaeleza maneno mengi alayhi rahmatullahi ta'ala, maneno ya kielimu na ya kisomo, yuraja yarejelewe maneno hayo. Kwa hiyo si kwamba mujtahidi anapongea tu basi kwa sababu ni mujtahid kauli yake itabeba moja kwa moja bila kuangalia asili na msingi ambao sisi tumeutaja katika sauti zetu. Kwenye mahala panizaa na mzozo kati ya ulama, kati ya wanafunzi, kati ya watu, fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Tumeeleza maelezo haya na maneno ya Ibn Rajab hapo tumeeleza pia. Kwa maneno haya, jambo la pili na wajihi wa pili ingekuwa kama anavyosema kwamba maneno ya mujtahid kwa uhuru na itlaqi hiyo, si katika masaili labda ambayo hayana nasi, hayana dalili, hayana hoja ndani yake, kwa uhuru wake, kama maneno hayo hayapaswi kutenguliwa na yoyote atakayekuja baada yake, kwa sababu yeye ni mujtahid. Sisi tukirejea katika vitabu mbalimbali na maelezo ya ulama mbalimbali, tunakuta baadhi ya ulama wale wakosoa na kuadhiriki baadhi ya maulama huko, wengine maimamu huko zamani, bali wakati mwingine yatajwa kauli ya Imam Malik kama ipo kweli, na watu na mashekhe na maulama wanaisahihisha kauli ile, wasema hii kauli si sawa. Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi aliandika kitabu Tuhfat Shab. Kitabu hicho ni kukirudi kitabu cha Ash-Shawkani, ambacho kitabu cha Ash-Shawkani kinaitwa Bulughul Muna. Kitabu hicho kinaelezea hukumu ya istimna, hukumu ya kutoa manii kutumia mkono, kufanya masturbation. Sheikh Imam Ash-Shawkani yeye anahalalisha jambo hilo. Ibn Qayyim Sheikh Muqbil alipokuja akaandika kitabu kukosoa kitabu hicho na kauli ya Shawkani, na hivyo hivyo maulama wamepita katika utaratibu huo. Na sisi pia tunapoona maulama wamezungumza kuyakosoa baadhi ya maneno ya ulama, tuna haki ya kuyanukuu maneno yale. Sisi hatuna uwezo wa kuyakosoa maneno ya ulama, lakini tunapoona maneno ya ulama yanakosoa maneno ya ulama, tayanukuu yakiwa yana hujja na dalili. Ndio kukuta Ibn Qayyim wanazua wakati mwingine alipomtaja al-Harawi katika siyar, asema Sheikhul Islam ila al-Harawi, Sheikhul Islam habibun
والحق أحب إلينا. الهروي ni Sheikh al-Islam, tunampenda lakini haki inapendeza kwetu sisi, kwa maana kuna haki ipo na nafsi zipo. Al-Allama al-Jami Muhammad Aman al-Jami alifanya muhadhara aloita tashihu al-mafahim wa munaqashat al-ara, tashihu al-mafahim wa munaqashat al-ara ma Sheikh al-Albani. Angalia maudhui hiyo, tashihu al-mafahim, kusahihisha ufahamu na kuzinaki shirai za Sheikh al-Albani kwa heshima na adabu na hoja. Ilikuwa ni kipengele cha masala ya hukumu ya kutaka msaada kwa wasio kwa Waislamu, jambo ambalo lilitokea mwaka 1991 kitendo cha Saddam kuingia Kuwait. Saudia katika msaada kwa Amerika. Sheikh al-Albani akawa analipinga jambo hilo. Muhammad Aman al-Jami Sheikh akayanakisha maneno Sheikh al-Albani na akaelezea kwa adabu, na miongoni mwa maneno aliyotaja akasema maneno ambayo tumeyataja hapo juu kwamba Sheikh al-Albani habibun, Sheikh al-Albani habib, ni kipenzi chetu, tunampenda, tunamheshimu, wal haqu ahabbu ilayhi, lakini haki inapendeza kwetu sisi. Sasa sisi wanafunzi panapokuja kwamba kuna maneno ya aina mbili, hawa wanasema hivi, maulama hawa wanasema hivi, tukayachukua maneno ya ulama ambayo tunaona yana dalili yaliyosheheni adilla na hujaj, tukakosoa baadhi ya kauli za walio upande mwingine kwa kutumia kauli hizi na kukosolewa na hawa maulama kwa adabu na lugha nzuri na heshima, tunaona ni jambo ambalo lipo, kwa sababu lengo ni kuitafuta haki. Lengo si kufuata maulama, lengo ni kuitafuta Qur'ani na Sunna zimesemaje. Lengo si maulama wanasemaje na mawakifu sawa ni zipi. Nakumbuka kalima ya moja katika wanachuoni, nadhani Sheikh Saleh Ali Sheikh anasema miongoni mwa ghulu, kuvuka mipaka katika dini, ni kuwa sisi tunajaza vitabu vyetu na sautiati zetu na mihadhara yetu kuwalea watu katika wamesema maulama, wamesema Sheikh fulani, wamesema Sheikh fulani, wamesema Sheikh fulani. Wakati mwingine maneno hayo au maudhui hiyo ina adilla ya Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo lengo si kufika hapa tunapotaja, ni kufuata kitabu na Sunna. Kwa hiyo tunaangalia maulama ambao wamejaza vitabu vyao hujja na maneno yao na mihadhara ya hujja na nikashi zao hujja. Na ndio maana ukirejea kipindi cha Sheikh al-Albani alitajiwa mwanzoni fatwa ya Sheikh Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi kuhusiana na masala ya taswir, ya kwamba Sheikh Uthaymeen anahalalisha taswir kadha wa kadha wa kadha. Sheikh al-Albani akanakish, akabainisha hiyo kauli ya Sheikh Uthaymeen. Sauti ndefu, kaseti yake ni ndefu kidogo, nataraji mwishoni mwa majlisi hii, kama ni leo au ni kesho, nitakuja kuyasoma maneno ya Sheikh al-Albani. Sasa kuna kipengele kitakuja huko mbele, tutahitaji kuyasoma maneno ya Sheikh al-Albani akikosoa fatwa ya Sheikh Uthaymeen kuhusiana na masala haya kwa hoja na adabu, na wao ni maulama. Sasa mimi nikija nikichukua maneno ya Sheikh al-Albani kwa sababu yana hoja ndani yake na dalili ziko ndani yake, sifai kuja kutuhumiwa kwamba mimi ninawadharau maulama, nimemdharau Sheikh Uthaymeen. Si maneno sawa, ni maneno ya uchochezi, maneno ya chuki wakati mwingine,